sema walaqad arsalna Musa biayatina, na hakika tulimtuma Nabii Musa kwa aya zetu na ishara zetu, an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, kukumpa maagizo ya kumwambia watoe watu wako min adh-dhulumati, kuwatoa katika viza, ila an-nur, kwenda katika nuru. Na ala fikra, ukisoma katika Al-Qur'an Al-Karim kilima cha adh-dhulumat katika sehemu zote kimekuja kwa jamu tu, na kilima cha an-nur katika sehemu zote kimekuja kwa mufrad tu, hakuna pahali imekuja kwa jamu. Ulama katika kueleza siri kwa nini dhulumat imekuja kwa jamu tu na nur imekuja kwa mufrad tu, angalia katika suratul Baqara, katika sehemu zingine Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na huko an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, ulama wanasema kwa sababu dhulumat viza, an akhrij qaumaka, watoa watu wako min adh-dhulumat, kutoka katika viza. Viza viko katika sampuli nyingi: kiza cha dhulma, kiza cha ukafiri, kiza cha watu kula riba, kiza cha watu kuwana, kiza cha watu kudhulumiana. Zote hizi dhulumat, yani yale mambo ya upotoshaji, yale mambo ambayo kwamba yote Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyekataza, yote yanaingia katika dhulumat. Ndio maana kila sehemu ikaja dhulumat kwa jamu. Alafu huku kwenye nuru ikaja mufrad, yani pweke. Watoa watu wako katika viza hivi ila nuru, kuwapeleka katika nuru. Nuru ya imani ni moja tu. Nuru ya imani ni moja tu. Haki ni moja tu basi. Ima uwe katika haki ya sawa basi, wa ima uko nje. An akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkiruhum bi ayyamillah, wakumbusha watu wako kuhusiana na masiku ya Mwenyezi Mungu. Masiku ya Mwenyezi Mungu ni yale masiku matakatifu, masiku ya miezi ya Ramadhani, masiku kama haya, miezi michukufu. Kwa sababu ala fikra, sasa hivi tupo kwanza katika miezi michukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anasema inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hii ni katika miezi mitakatifu: Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram. Hii ni katika miezi mitakatifu. Alafu kisha unazidi utakatifu wa masiku haya 10 ya Dhulhijja ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa nayo. Idhan masiku haya ni katika masiku ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba kuna haja kubwa sana kukumbushana kuhusiana na fadhila zake. Na masiku kama haya, ili tuweze kunufaika, ni kwanza tusafishe nyoyo zetu, tuweke nyoyo zetu safi kwa ajili ya kupokea vipawa vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inna lillahi fi ayami dahrihi nafahat, hakika Mwenyezi Mungu katika masiku ya miaka yake kuna nafahat, kuna vitu ambavyo kwamba anavitoa special kama bonus. Ala fata'arradhu laha, jamaa jitokezeni kupokea hizo bonus ambazo kwamba zinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi kujitokeza kupokea bonus za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masiku haya? Kwanza ni kuweka moyo wako safi. Kushaweka moyo wako safi, ndio uanze kufanya ibada na zile khairat ili ziweze kukunufaisha. Unajua katika ilmu ya tasawuf, katika ilmu ya tazkia, unatuambia marhala ya kwanza ni at-takhalli thumma at-tahalli. Watu tasawufa na mustalahati zao wanasema at-takhalli, marhala ya kwanza ukitaka kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni at-takhalli, ujiepushe na yale mambo machafu, utoharishe moyo wako, uondoshe kiburi ndani ya nafsi yako. Usiwe na kiburi, usiwe mtu wa kujiona, usiwe mtu wa majivuno, usiwe ni mtu wa kudharau wengine na vitu kama hivyo, katika maradhi ya nafsi ambayo kwa mara nyingine shetani anaweza kukudanganya, kwambie bwana wewe mashallah unafanya ibada kadha nini. Hizo zote ni mambo ambayo kwamba ukiona, jilinde kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala mambo haya. Kwa hivyo haya watu watasawufu wanaita at-takhalli.
kisha baada ya takhalli kujisafisha, thumma tahalli, kisha ndo ujipambe sasa na ibada. Unajua mara nyingine sisi tunaelezwa kwamba swala ya Mtume inanufaisha hivi, hiki kinafanya manufaa hivi, alafu mtu unafanya, alafu unasema mbona mimi nafanya, alafu mimi sinufaiki nazo, wala hizi ni theory tu, inaonyesha nadharia tu, zinaelezwa, hazina uhakika. Kumbe shida uko nayo wewe, shida uko nayo wewe, umekosea. Kwanza inabidi uanze tahalli, safisha moyo wako, thumma tahalli, kisha hizi ndo ujipambe sasa na hizi ibada ili ziweze kunufaisha. Yani mfano wake, mfano moyo ni mfano wa chombo. Mathalan chombo, kuna bakuli, umeweka mchuzi ndani yake. Ule mchuzi baada ya kumaliza kuutumia, ukaja ukaweka maziwa huwezi kusikia tamu yake, kwa sababu itakuwa bado yako na ile shombo ya ule mchuzi ambao kwamba ulikuwa ndani yake. Inabidi usafishe kwanza kile chombo, ndio ile maziwa yaweze kuja kuketi na uone ile uhalisia wake. Kwa hivyo na moyo pia inatakikana usafishe moyo wako, kisha ndo baada yake zile nafahati za Allah subhanahu wa ta'ala na hizi khairati, salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadati, ili uweze kupata nini? Ili uweze kupata manufaa yake. Lakini sisi mara nyingine tunasahau nyoyo zetu inakuwa zina mambo mingi sana, na chuki na wenzako, unawahusudu wenzako, unawafanyia ubaya wenzako. Kwa nini? Haya yote ni vizuizi ambavyo kwamba vinakuzuia wewe kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unajionyesha kwa watu. Al-Imam Ibn Ata'illah Sakandari rahimahullahu ta'ala, moja katika ulama wakubwa wa tasawuf, anasema kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahwatihi, am kaifa yarju an yafhama daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi, am kaifa yarju an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Sallu ala al-habib. Anasema al-Imam Ibn Ata'illah Sakandari, kaifa yushriqu qalbun, vipi utakuwa na nuru moyo ambao kwamba suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, sura za viumbe zimejaa katika nafsi yake. Na maanisha nini maneno hayo? Na maanisha wewe kila unachofanya unafanya ibada kwa ajili ya kujionyesha kwa watu wa kujisifie, lakini wewe unafanya mambo ambayo kwamba unawaudhi wengine, unafanya mambo ambayo kwamba kwa ajili ya kuwaridhisha viumbe, lakini yanamuudhi nani? Yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vyote ni vizuizi. Kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahwati. Vipi unataka kusafiri kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali yakuwa bado matamanio yako yamefanya nini? Yamekutia pingu. Lazima ushinde matamanio ya nini? Ya nafsi yako. Am kaifa yarju an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Vipi unaitaka kuingia katika wale watu special wa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hujatoharika, hujautoharisha moyo wako kutokamana na janaba za moyo. Unajua ulama wanasema kuna janabatul jism, kuna janaba ya mwili ambayo kwamba inakufanya uruhusiwi kuingia katika nini? Katika msikiti. Lakini kuna janaba ya moyo pia ambayo kwamba inakuzuia wewe kuingia katika watu wale special wa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuzuia kuingia katika nini? Katika hadratullah. Haya yote ni mambo yote ambayo kwamba yatakana uyasafishe. Na katika vitu mujarrab vya kusafisha nyoyo ni kumswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kufanya sana istighfar, kufanya sana istighfar, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kujitahidi sana kufunga katika masiku kama haya. Unajua ukifunga unauzuia ule moyo wako kutokamana na shahawati, yani unapunguza shahawati, unatoa shahawati katika nafsi yako, yani ile somu inakuwa ni kichujio cha kukuchuja ili kukuweka ukiwa safi. Lakini katika vitu vingine kupendeleana kheri sisi kwa sisi, tuondosheane chuki, tuondeleane mioyo ile ya kuchukiana, ya kuto kupendeleana kheri. Anayetoa ni mmoja, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala mwingine akipewa sio kwamba wewe hutopewa, hapana. Vipawa vya Allah subhanahu wa ta'ala, vipawa vyake ni vingi sana, vinaweza kutuenea sote. Lao sote tukaomba tukapewa mfano wa mlima Uhud dhahabu, wote binadamu wote, basi hazitopungua katika khairati za Allah subhanahu wa ta'ala
kitu chochote. Idhan tupatilize masiku haya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kumswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufanya ibada ya som. Alafu kisha kitu kingine, kuna baadhi ya watu wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukifunga napunguza shahawa, moyo wako unakuwa huna shahawati. Mbona mimi nafunga lakini sipati hizo siri? Watu wanafunga lakini baada yake, unajua chakula pia, chakula kile kinakufanya wewe moyo wako usiwe na nuru. Kula sana, yani kubugia sana kwa kula. Mtu anafunga lakini akija iftari jioni anakula analipiza ya asubuhi, mchana na jioni. Takana ukifuturu ule kiasi tu ndio ile siha ifanye nini? Iweze kupatikana. Mola subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Lakini kabla sijamalizia, kuna neno moja amesema ndugu yetu Mtanga hapa muhimu sana katika masala ya dawa. Unajua ule uslub wa mtu tarhib, kuja kuatisha tu watu, kuatisha watu, mtu anaongea msikitini mawaidha kama watoto wako wanatamani wakimbie. Hii si katika uslubu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uslubu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni at-targhib wa tarhib. Anakuofisha kidogo alafu anakupa matumaini. Unamuofisha mtu kidogo alafu unampa mtu nini? Matumaini. Baadhi ya ulama na ndio kauli yenye nguvu wanasema kwamba mtu kuleta mawaidha ya tarhib ya kuatisha watu tu pasi na kuwapa matumaini, hiyo ni haram. Hiyo ni haram katika dawa. Na tatizo kubwa unajua Sheikh Uthmani ni kwamba watu wengi hawasomi ilmu ya dawa. Yani watu wanakurupuka tu wanaongea alafu kisha baada hapo hafuatilii maalumati kuhusu masala ya ilmu ya dawa. Watu unaenda kuatisha tu watu msikitini, wataacha, watasema basi tena sisi watu wa motoni tuacha tuendelee na nini? Mtu akwambia mtu afaa bwana mimi subhanallah mimi nikifanya ibada mara na muasi Mola mara hivi ambaye unamchezea shere Mwenyezi Mungu, unatubia kisha unarudi kwenye maasi. Mungu hakutaki unamfanyia shere Mwenyezi Mungu. Fadhali uendelee tu na maasi yako. Bila kuna watu wanaambia hivyo, watu wanafukuza. Wewe nani hata wafukuza watu katika rehema za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye waja wake ashasema, "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a." Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema kuambia waja wangu ambao kwamba wamefanya israfu katika nafsi zao, yani wamemwasi Mwenyezi Mungu hata imekuwa ni nini? Ni israfu. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Niliona bwana mmoja katika watu wa sanaa katika kipindi cha nyuma alisema kwamba asema yeye kwamba yuwaswali nini? Swala tano. Baada ya yule bwana kusema kwamba yuwaswali swala tano, nikaona mawaidha yaliyoitwa mawaidha kadha kadha, unaswali nini? Hakuna anayepokea swala zako. Wewe ndio unapokea swala za watu, una register swala za watu wewe? Hakuna mtu mwenye register ya swala za watu jamaa, wala hakuna mtu mwenye register ya kukubali na kufanya nini? Kukataa. Kwa mimi nimepewa register unaoswali na kukubali. Hakuna. Sote tutarajia rehema za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Umeona mtu amesema hivyo, basi ni matumaini tumuombe Mwenyezi Mungu. Aseme ya Rabbi tumuombe Mwenyezi Mungu afanye nini? Aendelee kumuongoza. Unamwambia hakuna anayekubali swala zako. Swala zitakubaliwa za kwako? Toka vizuri sana. Kwa hivyo tusiwakatisha watu na nini? Na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ikiwa hata kama yofanya maasi, ikiwa ameanza kufanya ibada, tumshajiishe, tumpe morali, tumpe motisha. Lakini sisi tunamfukuza. Yule bwana mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mimi naomba sadaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa. Alipompa akamwambia, "Yule unipa Allah hujafanya chochote." Hakuna chochote ulichofanya. Mbele masahaba wakainuka. "Vipi ya Rasulullah nakupa alafu naomba hujafanya chochote?" Mtume sallallahu akamwambia, "Muacheni." Baada ya swala akaswali, baada hapo akamchukua ndani akampa vingi sana, akamuongeza dhahabu zingine. Akamwambia, "Vipi umeridhika?" Akamwambia, "Oh mashaallah, Mungu akubariki, umenipa vingi sana. Hii nimeridhika, Mungu akubariki." Akamwambia, "Maswahaba zangu uliposema ile maneno walikasirika. Vipi unaweza kusema na hao na unaambia shukrani mbele yao?" Akasema ndio. Akatoka akaenda akasema. Aliposema masahaba wakafurahi. Baada hapo akamwambia masahaba, ndipo mahali shahidi hapa. Akamwambia, "Mfano wangu mimi na huyu bwana na nyinyi ni mfano wa mtu mwenye ngamia. Yule ngamia amekimbia. Watu wakawa wanamfukuza huko nyuma kwa nguvu ili wamkamate.
Yule mwenye ngamia akamwambia muacheni ngamia wangu, msimfukuze. Akachukua majani akayaweka hivi, akawa anamuita na danganya hivi, ile ngamia akaanza kufanya kurudi. Asema atarudi atamshika, lakini lao angeendelea kumkimbiza angefanya nini? Angeendelea kuwa mbali. Kwa hivyo huu ndio mfano muamala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukosefu. Mtu anakosea alafu anafanya nini? Anampa matumaini. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa afu minkum wa la ilaha. Hayya 'alal falah.